Katika nchi ya Afrika Magharibi, Burkina Faso, jina la Rais Ibrahim Traore linazidi kuenea kama moto nyikani. Kijana huyu shujaa aliyejitolea kama simba jasiri dhidi ya ukoloni mamboleo amenusurika tena katika jaribio la mauaji. Hili si la kwanza, ni kama wameapa kumwangusha, lakini kila jaribio linashindwa kwa njia za kushangaza. Wanasema watu wenye nia ovu baada ya kufanya majaribio zaidi ya 18 ili kumuua Kapteni Traore na ikashindikana, mara hii wamepanga tena jaribio lingine likiwa ni jaribio la 19, na hapo walijaribu kuwatumia walinzi wa rais, yaani mabodigadi, ili wafanikishe mpango wao wa kumuua rais huyo mdogo zaidi barani Afrika na kipenzi cha watu wengi wa maeneo mengi kote barani Afrika. Kwa mujibu wa vyombo vya habari kutoka nchini Burkina Faso, vinadai kuwa kabla ya jaribio hilo kupangwa, walinzi hao walipigiwa simu na mtu aliyejitambulisha kuwa ni rafiki yao waliokuwa pamoja mafunzo ya kijeshi na kuwaomba kukutana nao wakati ambao watakuwa na nafasi, na ndipo walipokubaliana wakutane katika moja ya hoteli, na ndipo mpango wa kumuua Traore ulipoanza kusukwa. Walinzi hao waliahidiwa kiasi cha dola milioni 5 kama watakubali kushiriki katika dhambi hiyo mbaya zaidi ya mauaji, tena mauaji ya kiongozi wao ambaye amekuwa mfano wa kuigwa katika nchi nyingi za Afrika. Walinzi hao walikubaliana kuwa watakutana na mtu huyo siku inayofuata na kuweka mipango mizuri, ikiwemo kujua ratiba kamili ya Traore katika siku 4 zijazo, na ndipo watengeneze mipango mizuri ya kumuua. Inaelezwa kuwa walinzi hao walimuuliza mtu yule ni kwa nini anataka Traore auawe na nani hasa anataka achukue madaraka ya kuiongoza Burkina Faso. Ndipo mtu yule aliwaambia ni mpango wa nchi ya Ufaransa kulipiza kisasi kutokana na kauli mbaya na dharau alizozionyesha Rais Traore kwa kuwafukuza Wafaransa nchini kwake bila kuishirikisha Ufaransa, kisha kuchoma moto kambi za Ufaransa zilizokuwa zimejengwa kwa gharama kubwa, na baadaye kuyazuia makampuni ya Ufaransa kuchimba dhahabu, na hivyo kuliingiza taifa hilo la Ulaya katika kipindi kigumu. Walinzi wale baada ya kuondoka walielekea moja kwa moja hadi ikulu ya Kosiam jijini Ouagadougou na kuomba wakutane na Rais Kamanda Ibrahim Traore ili wampe taarifa juu ya kile walichokuwa wakizungumza na kibaraka wa Ufaransa, na kisha waliruhusiwa kukutana na rais, kisha wakamweleza ukweli juu ya kile walichokuwa wamezungumza na mtu yule hadi kufikia makubaliano ya kulipwa kiasi cha dola milioni 5 ili kumuua Rais Traore, na kisha kukubaliana kukutana katika siku inayofuata. Kilichowashangaza walinzi ni pale Traore alipowaambia walinzi kuwa wasubiri mtu aliyemtuma aje, na ndipo atakuwa na cha kuzungumza zaidi. Na zikupita hata dakika 10 akatokea mmoja wa wanajeshi ambaye alikuwa anawafuatilia walinzi wale mwanzo mwisho, na alisikia kila kitu walichozungumza, na alipoulizwa alijibu kitu kinachofanana na kile walinzi walichokisema kwa rais wao. Amri ya Traore ilikuwa ni moja tu: wakubali kukutana na yule mtu katika siku inayofuata ili yule mtu akamatwe na ahojiwe kwa nini alitaka kumuua. Asubuhi yake, kama kawaida, vijana wachache waliongozana na walinzi wale, lakini wao walivaa nguo za kawaida kuliko hata wale walinzi ambao walivaa suti ili kutoshtukiwa na mtu yule. Pale walipokubaliana kukutana siku hiyo, hapakuwa na watu wengi, na hivyo ikawa rahisi kwao kukutana wakati wanazungumza kidogo, ndipo wanajeshi wasiopungua 10 walitokea na kuwakamata wote kisha kuwapeleka ikulu ya Kosiam, lakini walinzi wale waliachiwa na kuendelea na kazi yao, huku kimbembe kikibaki kwa yule kibaraka wa Ufaransa ambaye aliendelea na mahojiano. Usichokifahamu ni kwamba tangu mtu yule akamatwe mapema mwezi huu mpaka leo haijulikani alipo, huku walinzi hao
waaminifu ambao waliamua kuwa uhai wa kiongozi wao hauwezi kununuliwa kwa fedha yoyote ile, wakipongezwa. Wanaomchukia Traore hawakutarajia upinzani wa aina hii. Baada ya mataifa matatu, Mali, Niger na sasa Burkina Faso, kupindua serikali za vibaraka, walifikiri kila kitu kitarejea mikononi mwao, lakini Traore amekuwa kizingiti kisichopenyeka. Hili ni jeraha lisilopona kwa mabwana wa wakoloni. Katika matukio ya karibuni, shukrani nyingi zimeelekezwa kwa Vladimir Putin. Wengi wanaamini kuwa msaada wa kidiplomasia na kijeshi kutoka Urusi umesaidia kuimarisha serikali ya Traore. Hali hii inaashiria mabadiliko makubwa ya nguvu duniani, ambapo Afrika inaanza kuchagua marafiki wake kwa misingi ya heshima na usawa. Vijana wengi barani Afrika wanamtazama Traore kama alama ya utamaduni. Wanaona ndani yake mfano wa kiongozi asiyeogopa, aliye tayari kutoa maisha yake kwa ajili ya uhuru wa watu wake. Ujasiri wake unazidi kuwasha moto wa mabadiliko kutoka Cape hadi Cairo, lakini si rahisi. Maisha yake yako hatarini kila siku. Anaishi kwa tahadhari huku akiwa tayari kujibu mapigo kwa ujasiri. Kila jaribio la kumuua limegeuka kuwa somo la mshikamano na mwamko wa kitaifa. Watu wa Burkina Faso wanazidi kumtii, si kwa uoga bali kwa heshima ya kweli. Leo hii dunia inatazama kwa mshangao jinsi kijana mdogo amesimama dhidi ya miamba ya ukandamizaji, na kama ilivyo desturi ya mashujaa wa kweli, historia itamkumbuka Ibrahim Traore kama mmoja wa walinzi wakuu wa uhuru wa bara la Afrika. Bila shaka Mungu atamlinda simba huyu mdogo wa Afrika. Kila jaribio dhidi yake linazidi kufichua udhaifu wa maadui na kuimarisha imani ya watu wake. Afrika imeamka na mapigano ya uhuru wa kweli yameanza. Mimi sina la ziada. I go by the name The Chance Creator. Ukiniita Baraka Peter hutakuwa hujakosea. Tukutane tena kwa wakati mwingine. Vyombo vya habari vya magharibi vimetangaza kuwa Ibrahim Traore ni dikteta. Mtangazaji maarufu wa Renaissance Media akaja Afrika kumdhalilisha Ibrahim Traore. Swali la wazi wakati vyombo vina rekodi akijiandaa kumdhalilisha Traore. Wakati ambapo maproducer wamebonyeza batani ya kurekodi, basi kukafanyika interview ya risali moja, na hili likawa ni aibu kubwa sana kwa vyombo vya habari vya kimagharibi. Victoria Reynolds, mwandishi aliyeshinda tuzo nyingi, alikuwa anafanya maandalizi yake ya mwisho katika hoteli ya kifahari huko New York. Ilikuwa ni masaa mawili kabla ya ndege kuruka kuelekea Burkina Faso, na akataka kila kitu kiwe sawa. Wakati ambapo msaidizi wake Robert akamletea faili la mwisho, Reynolds wakati huu, wakati amekaa mbele ya kioo, akauliza, "Je, kila kitu kiko sawa?" huku akirekebisha nywele zake. Ndiyo Victoria, habari za kiintelijensia, critical analysis na maswali vyote tumeviandaa, na pia kuna vyanzo vingine vya taarifa nyingine kutoka Washington. Victoria akatabasamu huku akionyesha kuridhika kabisa, na akasema, safi kabisa, hii interview itanifanya mimi niwe maarufu sana duniani. Nitamuumbua huyu kiongozi ambaye alifanya mapinduzi ya kijeshi huko Afrika na kuwafukuza watu wa magharibi mbele ya kila mmoja, na watu wakajua hizo taarifa. William Reynolds ambaye ni baba yake na Victoria, ambaye pia ni mwanzilishi na ni mkurugenzi wa Renaissance Media, alikuwa amemtegemea sana binti yake kwa ajili ya hii interview. Ingawa kauli mbiu ya kampuni yao ilikuwa ni kutafuta ukweli, lakini kwa awamu hii walikuwa wamepanga kitu tofauti kabisa. Huko Ouagadougou, Burkina Faso International Airport, timu ya ulinzi ya Ibrahim Traore walikuwa wanafanya ukaguzi wa mwisho, na wakawa wamepewa taarifa za ujio wa Renaissance Media team. Na huko Ikulu, Ibrahim Traore akawa anapitia baadhi ya mafaili katika meza yake, na faili lingine lililojaa taarifa kuhusiana na Renaissance Media. Ni kampuni ambayo imekuwa ikijihusisha na kutoa taarifa mbalimbali, hususan katika mataifa haya ya Afrika. Na mshauri wa Traore, John Wedrogo, akaingia akauliza, Mr. President, uko tayari kwa ajili ya mahojiano haya? Hii itakuwa ni hatari sana. Ibrahim Traore akainua kichwa chake kwa upole akamwambia John, wanafikiria wanatutega sisi, lakini ukweli tunawasubiri. Haya mahojiano ni muhimu sana kwa Afrika kwa ajili ya kuelezea hadithi yake nzuri. Tutauonyesha ulimwengu ni namna gani ambavyo watu wa magharibi
wanavyotuchukulia sisi. Mshauri wa rais John Ouedraogo akamjibu Ibrahim Traore, unajua huyu Victoria ni mtu hatari sana katika mahojiano, na mara nyingi sana katika mahojiano yake amekuwa akiwadhalilisha sana viongozi wa Afrika. Ninajua hilo, Ibrahim Traore akajibu, lakini wakati huu itakuwa tofauti. Na kwenye ile hoteli ya kifahari ambayo Victoria yuko, akakusanya timu yake na akawaambia, sasa ebu sikilizeni, mkakati wetu kwa ajili ya mahojiano ya kesho uko clear kabisa. Tutambana Ibrahim Traore katika mambo matatu: ukandamizwaji wa haki za binadamu, mahusiano na mataifa ya magharibi, na kuanguka kwa uchumi. Na hapa producer Sarah Woodson akaingilia akasema, hapana, maelekezo kutoka Washington DC, tunatakiwa tumbane Ibrahim Traore kwenye kuvunja mahusiano na Ufaransa na kuingilia maslahi ya Marekani pamoja na Ufaransa. Na Victoria akajibu, ndio, lakini hatutakiwi kufanya haya kwa uwazi zaidi. Hapana, maswali yetu yanatakiwa yawe ni maswali ya upole, lakini pole pole tutaanza kumuingiza kwenye mtego Ibrahim Traore. Na timu wote wakacheka kwa sababu mpango huu ulionekana uko perfect. Kitu ambacho hawakukijua ni kuwa intelijensia ya Burkina Faso walikuwa tayari walishafika huko Marekani na wameweka kila kitu kinachoendelea pale kwenye ule ukumbi na wanarekodi kila kitu wanachokiongea. Siku ilipofika, basi ukumbi ambao rais angetakiwa kufanyiwa mahojiano ukabadilishwa na kuwa kama studio, na Reynolds timu wakaweka kila kitu, wakapangilia kamera zao na taa zao na kila kitu kikakaa sawa. Wakati kila kitu kinaendelea, basi Victoria akasikia sauti ya baba yake William Reynolds katika masikio yake, akaambiwa kuwa hii interview sio interview kama zingine, ila huu ni mpango madhubuti kwa ajili ya maslahi ya Marekani. Tunahitaji kumvunjavunja Traore, hasa kwa haya anayoyafanya kinyume na magharibi. Kumbuka, wadhamini wetu wanategemea matokeo makubwa. Nimeelewa baba, akajibu Victoria. Ninajua mpango wangu na ninajua hii mission ni muhimu sana kwetu. Milango ya ukumbi ikafunguliwa na Ibrahim Traore akatinga ndani. Badala ya kuvaa nguo zake za kijeshi, akawa amevaa mavazi ya kawaida, ni suti tu lakini ya kawaida. Alikuwa na mtu mmoja tu pembeni yake. Na Victoria akashangaa kwa sababu alichokitegemea sicho hicho. Maana alitegemea kuona jitu dikteta linaingia na jeshi, lakini ikawa tofauti. Anaona mbele yake amekuja amesimama mtu ambaye anaonekana ni mtu mpole tu. Wakati kamera zilipowashwa, Victoria akaleta sasa, akaweka uso wake ule wa kiprofessional tayari kwa mahojiano. Kupitia earpiece aliyoivaa sikioni akasikia kutoka kwa director, 5, 4, 3, 2, 1. Tuko mubashara sasa. Hii ni Reynolds Media na mimi ni Victoria Reynolds. Na leo tuko na kiongozi mmoja mahiri sana na matata sana hapa Afrika Magharibi, kiongozi wa mpito Rais Ibrahim Traore. Na hapo ndipo ambapo Victoria akamgeukia Ibrahim Traore akimwangalia, akamwambia, Mr. Traore, kwanza asante kwa kutupokea. Swali langu la kwanza ni, ulimwengu unashangaa kwa hili. Wewe ni kiongozi wa mpito ambaye ulipindua nchi kwa kumwondoa kiongozi aliyechaguliwa kidemokrasia. Unawezaje kuelezea hali kama hii? Traore wakati huo akamwangalia na akatabasamu akasema, asante Miss Victoria. Awali ya yote, tuna furaha sana kukukaribisha hapa Burkina Faso kwa ajili ya mahojiano haya. Kulingana na swali lako, ni muhimu kuelewa historia ya nchi yetu na serikali iliyopita. Serikali nyinyi ambayo mliita ni serikali ya kidemokrasia iliyochaguliwa na wananchi, ilikuwa ni serikali kibaraka ya Ufaransa na watu wetu wakawa wanateseka sana. Victoria hapa akaloa kidogo kwa sababu swali amejibu la Ibrahim Traore limekuwa jibu ambalo amejibu kwa upole, alafu ni jibu lenye maana, na haraka akahamia kwenye swali lingine la pili. Lakini bwana Traore, shirika la haki za binadamu lalalamikia sana kuwa wewe unavunja haki za binadamu hapa Burkina Faso. Inasemekana kuwa wapinzani huwa wanakamatwa na uhuru wa vyombo vya habari umeminywa. Unasemaje kuhusiana na mashtaka haya? Na uso wa Ibrahim Traore hata haukubadilika, akamwambia Miss Reynolds, je, umewahi kufanya utafiti ni nani anafadhili haya mashirika na ni nani anafadhili hizi ripoti, na kwa nini hili shirika la haki za binadamu halijawahi kuongelea mateso ambayo watu wa Burkina Faso wamekuwa wakipitia kwa miaka zaidi ya 60? Lakini ghafla shirika la haki za binadamu limeanza kuongelea haki za binadamu baada ya kuwa tumeikamata nchi na kukontrol rasilimali zetu wenyewe. Victoria akabaki tu kwenye mshangao na sauti kawa yanaisikia kutoka kwenye earpiece aliyoweka sikioni kwake.
Lakini Traore akaendelea kusema, utakapokuwa tayari tunaweza tukakuonyesha shule 200 ambazo tumezijenga ndani ya miezi 6 na tayari tumeshazifungua na wanafunzi wanasoma, lakini vituo vya afya 50 ambavyo tumevianzisha na mapato kutokana na dhahabu kwa ajili ya watu wetu. Je, huu ni udikteta? Na kwa haraka Victoria akabadilisha mkakati wake. Akiwa anaangalia notes alizoziandika, akaamua kumuuliza Traore kuhusiana na kuvunja mahusiano na mataifa ya Magharibi. Mr. Traore, katika hotuba zako huwa unayataja mataifa ya Ufaransa na Marekani kama ni ukoloni mamboleo, ni wakoloni mamboleo. Sera zako hizi hazilifanyi taifa lako la Burkina Faso kuweza kutengwa na jumuiya ya kimataifa? Traore akaangalia kwenye kamera, halafu akamgeukia Victoria. Miss Reynolds, unatumia maneno vizuri sana. Okay, unawezaje kuelezea mataifa yaliyotunyonya yakachukua rasilimali zetu kwa miongo kadhaa, wakiwashusha viongozi wetu waliochaguliwa na wananchi wanaowapenda, na huku wakipandikiza vibaraka wao kwa ajili ya kukontrol uchumi wetu? Kifupi ni kuwa sisi tunaongea ukweli. Hizi sio tuhuma wala sio mashtaka, ni ukweli. Victoria akaishiwa maneno, lakini kupitia earpiece aliyoiweka sikioni kwake akasikia director akamwambia, hebu kuwa imara, mbande kwenye kona uwe jamaa. Na Victoria akaanza kumwambia, lakini haya mataifa ya Magharibi yamekuwa yakiwasapoti kwa mikopo na misaada, mbona hamkatai hii misaada kudhani kuwa itawadhuru watu wenu? Traore akacheka. Misaada? Hili limenivutia kidogo. Je, unajua thamani ya dhahabu ambayo imekuwa ikichimbwa kutokea Burkina Faso ni mara 20 ya misaada ambayo tumekuwa tukiipokea? Kwa sababu kwa kila dola ambayo tunapewa, wao wanachukua dola 20 kutokea kwetu. Hii siyo misaada, huu ni uwizi, lakini uwizi uliopangiliwa vizuri. Na hapo kukawa na ukimya hapo studio. Victoria akawa anaangalia maswali aliyoyaandika, lakini hakuna hata moja ambalo limefanya kazi, yote yamepanguliwa. Traore alikuwa anajibu kila swali vizuri kwa upole, alafu liko logical. Victoria akaamua kucheza karata yake ya mwisho. Bwana Traore, watafiti wengi wanaona uhusiano wako na hizi mamlaka za Urusi na China sio kitu kizuri, na ili je, wewe unawezaje kuliongelea? Traore akajibu tena, Miss Reynolds, na mimi kama ningependa kukuuliza swali. Je, nimewahi kufanya utafiti wa Reynolds Media kuwa inashirikiana na nani? Kwa sababu kampuni yenu ni kampuni kubwa miongoni mwa makampuni makubwa duniani, na mojawapo ya shareholders wa kampuni yenu ni makampuni ya uchimbaji wa dhahabu huku Afrika. Baba yako William Reynolds ana uhusiano na moja kwa moja na Ufaransa na Marekani. Je, sasa unafanya hii interview kama mwandishi wa habari anayejua taaluma yake, au kwa ajili ya uchumi, kwa ajili ya kampuni yenu kwa sababu inafadhiliwa na Marekani na Ufaransa? Uso wa Victoria ukabadilika ukawa mweupe ghafla, huku Victoria akiwa anasikia kupitia ile earpiece yake masikioni, akasikia huku watu hey, zima kamera, zima kamera, hii jamaa anajaribu kukwepa swali, zima kamera. Na Victoria akabadilisha swali akasema, Mr. President, haujanijibu lakini swali langu. Na Traore akamwambia, kama hutaki kunijibu swali langu basi ngoja mimi nikujibu, kwa sababu sisi ni taifa huru, tunaweza kufanya ushirikiano na taifa lolote ambalo linaenda na maslahi yetu. Wakati ambapo mataifa ya Magharibi yanatufundisha sisi kuhusiana na demokrasia, wanachokifanya wao ni kulinda maslahi yao, na hatuwezi tukalikataa hili tena. Victoria akajaribu tena kuendelea na maswali yake kuwa, lakini ujue haki za binadamu huko Urusi na China. Na Traore akaingilia akamwambia, Miss Reynolds, kama utaniruhusu nitakuonyesha document. Na mshauri wake akampa folder mkononi mwake. Traore akachukua faili alafu akalinyoosha kwenye kamera. Hii ni ripoti ya mkutano wa mkurugenzi wa Reynolds Media akiwa anafanya mkutano kuhusiana na migodi ya dhahabu. Na hiyo migodi ya dhahabu sio kwingine, ni hapa Burkina Faso. Ningetamani kuionyesha kampuni yenu ni namna gani ambavyo watu wa Magharibi wanavyopora mali au rasilimali za Afrika. Na hapo Victoria akaanza kuogopa, ametoa macho makubwa kama mjusi kabanwa na mlango. Hii haikubaliki, hapana, hizi ni document fake hizi. Traore akamuuliza, kweli? Kama unatamani tunaweza tukawaita wataalamu wenu wakaja kuzipitia waone kama kweli ni feki, na pia tunaweza tukawaambia makameramani wavute waangalie, ili waangalie hao wataalamu wenu kama hizi ni feki. Na wakati huo director akawa anapiga makelele huko nyuma, zimeni kamera haraka, zimeni kamera bwana. Lakini Traore akaendelea kwa sauti ya upole kabisa, Mr. Reynolds, tunajua vizuri sana ni namna gani vyombo vya Magharibi vya habari vinavyo
mnaitangaza Afrika, mnatuonyesha sisi kama ni masikini na pia viongozi wenye misimamo kama madikteta, lakini ukweli ni mgumu zaidi. Traore akaanza kuongea moja kwa moja akiangalia kamera. Wapenzi watazamaji, leo nataka niwaambieni hadithi ya ukweli ya Burkina Faso, historia ambayo watu wa magharibi hawawaambii na hawawaonyeshi. Na Victoria akasema tunazima kamera, lakini kameramani akaendelea kumpiga picha Ibrahim Traore. Traore akaendelea, sisi ni watu ambao tuko proud sana, tunaojivunia Afrika, rasilimali zetu sisi ni matajiri na utamaduni wetu uko ndani sana, lakini tumekuwa tukinyonywa kwa miongo kadhaa, na sasa nataka tuangalie hatima yetu wenyewe. Na huu sio uasi, hapana, hii tunaamka kutoka kwenye usingizi. Wakati ambapo Victoria aliona bado kamera zinamrekodi, akajaribu tena karata nyingine tena. Bwana Traore, naona umeamua kufanya propaganda badala ya kujibu maswali niliyokuuliza. Na Traore akamwangalia alafu akatabasamu, akauliza, propaganda? Hapo umechagua sehemu sahihi, na sisi tutaangalia kuhusiana na hii Reynolds Company, namna inavyotoa taarifa za Afrika kwa muda sasa wa miaka 20. Asilimia 87 ya taarifa zenu ni za uongo. Mnaonyesha vita na magonjwa ndani ya mataifa yetu ya Afrika, lakini hamuonyeshi mfumo wa unyonyaji nyuma ya. Je, huu ndio uandishi bora wa habari au ni propaganda? Uso wa Victoria ukabadilika ukawa mwekundu kwa sababu mpango wake umekwama tena kwa mara nyingine. Sauti ya baba yake mwenye hasira ikasikika masikioni mwake. Jiangalie, jidhibiti mwenyewe, nafikiri tumeongea vya kutosha. Na Victoria akasema, tunawashukuruni sana wapenzi watazamaji. Na hapo hapo Ibrahim Traore akainua mkono wake akasema, Mr. Reynolds, hapa kwanza ndo nimeanza. Wewe ndo umetaka tufanye mahojiano haya, kwa nini unakata mahojiano? Alafu ni kana kwamba hautaki kuwaonyesha ukweli watazamaji wako. Huku Victoria akitetemeka akasema, okay Mr. Traore, unataka kuonyesha nini? Na Traore akaita tablet kutoka kwa mshauri wake na akaigeukia kamera akasema, hizi data hapa zinaonyesha ni namna gani nchi yetu maendeleo ilivyofanya katika taifa la Burkina Faso. Hapa kuna shule, kuna hospitali, lakini kuna miradi ya kilimo, na jambo la msingi zaidi, asilimia 80 ya dhahabu yetu mapato yake yanaenda kwa watu moja kwa moja, kwa sababu mwanzo ilikuwa ni asilimia 10 tu ndo mapato hayo yanaenda kwa raia. Na tablet ilikuwa ndani ina picha na data zote, uchambuzi wa ripoti kama 50 za Reynolds Media ambazo zimefanyika kuhusu Burkina Faso. Hapa kuna ripoti za uongo na stori za kutunga kuhusiana na maendeleo ya Burkina Faso. Victoria kakasirika, huu ni upumbavu, sisi ni professional katika kutoa habari. Traore akamwambia kweli, na hapo hapo Traore akatoa ushahidi wa mkutano wa baba yake na Victoria na CEO wa kampuni hizi za uchimbaji wa dhahabu kwa Burkina Faso. Zimeni kamera nimesema. Victoria akapiga kelele kwa nguvu, na wakati huo akawa amepoteza kabisa control yake. Ibrahim Traore. Lakini mmojawapo wa makameramani kutokea Burkina Faso akatikisa kichwa chake kuashiria anakataa, na akaendelea kumrekodi Ibrahim Traore, na crew members wengine wakawa pia wanakataa hayo maelekezo ya kuzima kamera, na Traore akaendelea kuongea. Kuna jambo moja zaidi la msingi ambalo watazamaji wenu wanapaswa kulijua, Miss Reynolds. Wakati mataifa ya magharibi yanaongea kuhusiana na Waafrika na vyombo vyenu vya habari vinaripoti habari kuhusu Afrika, huwa wanaongea habari za uongo, lakini hawaongelei unyonyaji wa serikali zenu na makampuni yenu kutokea huko nje. Na tablet ikayo inaonyesha sasa listi ya hizo document na ripoti za pesa kati ya kampuni ya Reynolds na hawa wachimba madini. Unaona hizi ripoti, Reynolds Media inanunua watu wataalamu kutoka Afrika wa kutoa taarifa, na wengi wa wachambuzi hawa wameandaliwa kwa ajili ya kulinda maslahi na uchumi wa watu wa magharibi. Na mpaka wakati huu Victoria akawa yuko kimya na hakuna tena sauti masikioni mwake inayomjia. Na Traore akasema, mimi sio dikteta Miss Reynolds, mimi ni kiongozi ninayejaribu kulinda utu wa watu wake, na madikteta ni wale wanaocontrol stori hizi za Afrika wakizipindisha. Mpaka wakati huo chombo chao cha habari sasa hakuna namna, kwa sababu walipanga kumbana kwenye kona Ibrahim Traore, lakini mpaka wakati huu yeye huyu mwandishi wa habari ndio amebanwa kwenye kona. Akamwangalia Ibrahim Traore akaanza kumwambia, kwa kweli hizi shutuma ni kubwa sana na hizi tutaenda kuzifanyia kazi, lakini swali linabaki, je, ni nini maono yako kwa ajili ya raia wa Burkina Faso? Huku akiwa amekasirika, na Traore akamwangalia kwa uso wa upole tu akamjibu, sasa hilo ndilo swali lililokuwa linatakiwa tangu mwanzo, Miss Reynolds.
Jibu langu ni rahisi, ni mipango yetu ni kurudisha utajiri wa Burkina Faso kwa raia wa Burkina Faso, kupata elimu nzuri kwa ajili ya watoto wetu, vituo vya afya bora kwa ajili ya wagonjwa wetu, kuwasaidia wakulima, na jambo la muhimu zaidi, kufanya maamuzi yetu bila kuingiliwa na mataifa ya nje. Je, hii siyo ndoto ya mchana kweli? Akauliza Victoria, huku likiwa ni kama swali la kejeli hivi. Ndoto za mchana? Ibrahim Traore akatabasamu akasema, kama Thomas Sankara alivyosema kuwa lile jambo ambalo watu wengi wanaliona kuwa ni ndoto, kwetu sisi hayo ndiyo maono, na sisi ndio wenye kutimiza ndoto hizo, Miss Reynolds. Mahojiano yakaisha kwa namna ambayo hawakuitegemea. Victoria akajaribu kumaliza mahojiano, lakini huku sauti yake ikiwa inatetemeka. Haya yalikuwa ni mahojiano maalum kutokea Reynolds World News. Mimi ni Victoria Reynolds. Na hapo hapo Traore tena akaingilia akasema, samahani, ningetamani kuongea moja zaidi kwa watazamaji wako, kama utaniruhusu. Victoria akaitikia na Traore akaanza, wapenzi watazamaji, leo mmeona ukweli kuhusiana na historia ya Afrika, sivyo kama mnavyoambiwaga huko. Kama mnataka kujua ukweli, sikilizeni sauti zetu sisi wa Afrika wenyewe, sio ambao wanaongea kuhusu sisi. Milango ya Burkina Faso imefunguliwa, iko wazi, njooni muone na muamue wenyewe. Na sasa mwishowe Ibrahim Traore akaiangalia kamera na akaanza kuongea maneno ambayo aliwahi kuyaongea Thomas Isidore Noel Sankara, mtu ni bora awe huru kuzimu kuliko mfungwa akiwa mbinguni. Basi bwana, interview ikawa imeishia hapo. Aliyetarajiwa kubanwa kwenye kona, yeye ndo amewabana watu kwenye kona. Victoria akaenda akakaa kwenye kiti akiwa anatetemeka, huku makeup yake yote imepukutika. Na huko New York, makao makuu ya Reynolds Media, baba yake William huku amekasirika kweli kweli. Inawezaje hii kutokea? Akapiga kelele huko New York wakiwa na timu yake, amemdhalilisha binti yangu, amedhalilisha kampuni yetu, bwana mkubwa. Akaongea producer, na interview yetu ilikuwa inaangaliwa dunia nzima, na unajua Waafrika wengi wanampenda sana Ibrahim Traore na walikuwa wanaifuatilia sana, na haya mahojiano wameyafuatilia, kwa hiyo alikuwa kila mahali. Na ndipo hapo William Reynolds akaongea akasema, kuanzia leo tunaondoa ufadhili wote ndani ya Burkina Faso na uwekezaji wote, sisi tunaondoka Burkina Faso. Lakini anaongea haya yote alikuwa amechelewa, kwa sababu interview tayari ilikuwa imeenda duniani kote. Mamilioni ya watu walikuwa wanaangalia majibu ya Ibrahim Traore. Ni mpole, alafu anajibu majibu ya akili kweli kweli. Na wakati huo katika mitaa mbalimbali huko Burkina Faso, Wagadugu, watu wakaandamana wakisherehekea majibu ya Ibrahim Traore na kuwa amewanyoosha kweli haya makampuni ya habari kutokea huko nchi za magharibi, wakisikika wakiongea kuwa sasa Ibrahim Traore ametusemea yale ambayo tumetamani kuyaongea kwa muda wa miaka mingi sana. Siku moja baada ya interview ya Reynolds Media, waka experience kitu cha ajabu sana. Shareholders wakaanza kujiondoa na wafadhili wengi wakaanza kujiondoa, na wengi wakaanza kuuliza, je, hii kampuni kweli wana watu professional wa kufanya kazi kweli? Wakati ambapo Victoria akijiandaa kurudi New York, wakati ambapo rubani amewasha ndege ili waanze kuondoka, basi ofisa mmoja kutoka Burkina Faso akaja akamwambia Miss Reynolds, kuna ujumbe kwa ajili yako hapa. Victoria akafungua ile bahasha na ndani kulikuwa na maandishi yaliyoandikwa kwa kalamu kwa mkono, na ni mwandiko wa Ibrahim Traore. Mpendwa Miss Reynolds, habari ama uandishi wa habari ni chombo kikubwa sana chenye nguvu sana kwa ajili ya kutafuta ukweli. Kwa hii siku moja, naamini utachagua kufanya kwa passion yako na sio kwa ajili ya kampuni ni nini kinachoongelewa au ni wamekuagiza ufanye nini, kwa sababu siku zote tunahitaji waandishi wa habari watakaoongea historia ya ukweli, watakaoongea habari za ukweli kuhusu Afrika. Ni wako mpendwa Ibrahim Traore. Wakati Victoria amesoma, basi macho yake yakaanza kububujikwa na machozi. Akagundua kuwa kupitia karia yake amekuwa akiifukia kwa ajili ya mafanikio. Wiki moja mbele, bado ile interview ilikuwa ina impact kubwa sana duniani. Mashirika makubwa wakaanza kuwauliza, wakaanza kuweka maswali ni namna gani wanashughulika na masuala ya Afrika. Ibrahim Traore alikuwa anayaona yanayoendelea kwenye hivyo vyombo vikubwa vya habari, lakini bado aliendelea na majukumu yake, akifungua shule mpya, akileta maji, akiwafadhili wakulima na mambo mbalimbali ndani ya taifa la Burkina Faso. Na siku moja mshauri wake Jean Wedrogo akaja ofisini kwake akamwambia,
Mr. President, kuna kitu hapa kimetokea. Baada ya interview sasa, wawekezaji wa kimataifa wameanza kuja ndani ya Burkina Faso. Wamekuja na ofa mpya, lakini kwa awamu hii wamekuja na mikataba ambayo angalau sasa itatunufaisha kama taifa. Traore akatabasamu akamwambia, unaona sasa bwana Ouedraogo, wakati mwingine vita sio kupigana kwa silaha, ni kutumia maneno tu. Wakati ambapo watu kama Victoria wangeamua kutumia karia zao kuelezea habari njema za Afrika, ndipo hapo pia na sisi tunapata uhuru wetu. Na Victoria Reynolds John akauliza tena, unajua nimepokea barua kutoka kwake. Kumbe bibie Victoria amejiudhuru kutoka kwenye kampuni ya baba yake Reynolds Media. Anataka kuelezea habari za Afrika nzuri kama mwandishi wa habari wa kujitegemea. Na miezi mitatu baadaye Victoria Reynolds akarudi Afrika. Na wakati huu sio kama mtu aliyetumwa na baba yake kwa ajili ya kampuni ya baba yake, amerudi kama mwandishi wa habari wa kujitegemea. Na huko Wagadugu akakutana tena na Ibrahim Traore kwa interview nyingine. Na wakati huu kulikuwa na hali ya kuaminiana na ukweli zaidi kati yao. Kwa nini umerudi tena Miss Reynolds? Akauliza Ibrahim Traore. Na Victoria akajibu, kama ulivyoongea, ukweli ni silaha ya nguvu sana, na sasa na mimi nataka kuuandama ukweli. Na interview ya awamu hii au mahojiano ya sasa tutafanya kuhusiana na Afrika mpya na uchumi wa Burkina Faso, mipango ya Burkina Faso, lakini pia programu za elimu na mikakati ya uhuru. Victoria kwa awamu hii, kama kweli sasa mwandishi wa habari kulingana na karia yake, akawa anauliza maswali yenye akili, sio ya kipuuzi kama mwanzo, na akawa anapokea majibu ya heshima kutoka kwa Ibrahim Traore. Baada ya interview kuisha, Victoria akamwambia, Mr. Traore, nakushukuru sana kunipa mimi nafasi nyingine ya kuongea au kuuaminisha ulimwengu habari za ukweli kutoka Afrika. Traore akajibu, na mimi natakiwa nikushukuru kwa sababu sasa umetambua karia yako ilivyo, kwa sababu wakati mwingine mabadiliko kwa mtu mmoja yanaweza kuwa ni mabadiliko ya taifa zima. Mahojiano ya awamu hii ya Victoria yakawa ni silaha kubwa sana kwa ajili ya kuharibu uongo wa Reynolds Media, ambayo ni kampuni ya baba yake, na stori za uongo ambazo wao wanazitunga kuhusu Afrika. Na William Reynolds akawa na hasira sana kuhusiana na usaliti wa binti yake Victoria. Akajaribu kufanya kila kitu kumrudisha kwenye kampuni, aache kuwa mwandishi wa kujitegemea, lakini bado haikuweza kufanya kazi kwa Victoria kwa sababu ukweli ameshaujua. Na huku Burkina Faso, Ibrahim Traore akiendelea kufanya ya kwake, huku taifa likiendelea kuwa huru kuachana na minyororo ya ukoloni. Migodi ya dhahabu imerudishwa kwa serikali, huku shule zikiendelea kujengwa na mitaala ya elimu ikiendelea kubadilika pia vile. Miradi mikubwa ya kilimo ikiendelea kuanzishwa, na mwaka mmoja baadaye Victoria Reynolds akakaribishwa kuongea sasa kwenye vyombo vyetu hivi vya Kiafrika. Lengo kubwa likiwa ni uongo wa vyombo vya habari vya magharibi na mabadiliko ya Afrika. Akaanza kuongea kuwa miaka mingi nimekuwa kwenye mfumo ambao ulikuwa unaongea habari za uongo kuhusiana na Afrika, lakini Ibrahim Traore alinionyesha mimi ukweli wote kuhusu Afrika, na sasa niko hapa kama mwandishi wa habari wa kujitegemea, lakini kwa kile nilichokisomea. Na wakati huo Ibrahim Traore alikuwa ofisini kwake hapo Ikulu akiangalia, na John Ouedraogo alikuwa pembeni yake akamwambia, imagine Mr. President, mtu ambaye alikuja kukubana na maswali, lakini leo yuko kueleza ukweli kinyume na vyombo vya habari vya magharibi. Na Ibrahim Traore kama kawaida yake akatabasamu, akamwangalia Ouedraogo, akamwambia, kama nilivyokuambia, wakati mwingine uhitaji kutumia silaha kupigana, unahitaji tu kuongea neno. Ni sasa kama Victoria hapo yuko anaeleza ukweli kuhusiana na upotoshaji wa vyombo vya habari vya watu wa magharibi. Ouedraogo akamuuliza, lakini Mr. President, ulijuaje kuwa ile interview ilikuwa ni ya mitego? Traore akamwambia, ukijijua mwenyewe alafu kuna mtu mwingine anataka kuja kukuelezea historia tofauti na wewe, ndio maana hilo swala nililijua. Lakini kwa sasa tunashukuru kwa sababu yule ambaye alikuja kunitega leo hii ameujua ukweli na yuko anaelezea historia nzuri kuhusiana na bara letu la Afrika. Hivi ndivyo ambavyo Ibrahim Traore alikwepa mitego na kuvidhalilisha kabisa vyombo vya habari vya magharibi. Asanteni sana.